Katika episodi ya 7 tulipokuwa tumekomea ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Jangwang akiwa anamwahidi huyu jamaa kuwa atakwenda kumpatia kazi ambayo itakwenda kuhudumia maisha yake mara tu atakapokuwa mweza kutoka gerezani. Lakini ile time tu anatoka pale katika eneo lile akakutana na bidada, ila anataka kumwambia kitu, lakini bidada akamwambia kwamba samahani kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Mwamba akamsihi bidada kuwa asirudie tena kufanya hivyo kama alivyoweza kufanya siku ya leo, lakini akamsodoa sana bidada kwa kumwambia kuwa wakati mwingine unapofanya jambo kama hili utakuwa umezingua sana, unatakiwa kunitii katika kila ambacho ninakwambia. Wakaishia kucheka tu. Bidada akawa amefurahi kuona kwamba Mwamba alikuwa akimjali sana. Baada ya mazonge ya siku na uchovu wa siku nzima, basi bidada alijikuta ameweza kulala kando ya Mwamba. Mwisho wa siku bana, kumbe ule mlinzi ambaye anafahamika kama Kangwoo alikuwa ametimba katika ukumbi wa sinema na lengo lake ni kwenda kutokelezea na bidada huko. Lakini ghafla bin Vu akawa ameweza kumuona bidada Eliang akiwa anatimba katika maeneo hayo. Akajikuta Mwamba hana namna yote zaidi ya kuanza kuongea na huyu. Lakini sini inatuhamisha mpaka katika maeneo fulani hivi ya hifadhi. Huku kuna bidada mmoja anayefahamika kama Song Mo na kaka mmoja anayefahamika kama Song Min. Hawa watoto walikuwa kibembea katika bembea. Lakini ilikuwa ni katika mishale ya jioni, yani nyakati za usiku kidogo. Lakini huyu bwana mdogo anayefahamika kama Song Min alikuwa ameshika mpira ambao kamponyoka katika mkono wake na moja kwa moja akaelekea katika eneo la mapoli. Bwana mdogo alipoweza kutazama, alistaajabu sana kuona mzimu uliokuwa ukimuita katika maeneo hayo. Bidada alipogundua kwamba kaka yake hayupo au ameweza kutoweka kwa ghafla, akaanza kuhangaika kumtafuta, lakini ghafla tu kaka mtu akawa amerudi tena akiwa ameshika ule mpira wake. Lakini wakati huu wote anaulizwa, bwana mdogo alikuwa akitazama tu katika maeneo ya mapoli. Kaka yake akawa anamwambia kwamba wewe unatazama kitu gani? Akawa anasema kwamba anautazama ule mdoli ambao nataka nikauchukue, lakini akawa anakatazwa kwamba usichukue kitu ambacho si chako. Akamwambia kama kitu hiki siku ya leo kitakuwa kimeweza kuondolewa, manake ni mtu alikuwa amekihifadhi, lakini kama kitakuwepo mpaka kesho, manake mtu atakuwa amekitupa. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na subira, kama tukikuta kesho basi tutakichukua. Lakini ile time wanazidi kuondoka, bwana mdogo alikuwa akigeuka nyuma wakati mwingi. Kila akigeuka anaona ule mdoli wake, lakini alipogeuka kama raundi ya 3 hivi akashtukia kuwa kulikuwa kuna mizimu mitatu iliweza kuibuka pia. Alafu ni kama mizimu hii ilikuwa ikimsikia katika kila kitu anachokiongea, ikawa inampungia mkono kumwaga kwamba tutaonana siku ya kesho. Naye bwana mdogo akawa anarudishia, lakini mpaka ule mdoli ukawa unamwaga bwana mdogo. Lakini kesho si mbali, na walisemaga kwamba usiku wa deni haukawii kukucha. Basi kama kawaida, dogo Sangmo alitimba katika maeneo haya na waligundua kwamba ule mdoli bado uliendelea kuwepo. Kaka akawa anamwambia mdogo wake kwamba nimeitunza ahadi yangu. Basi dogo Sangjun akaruhusiwa kwenda kushika ule mdoli, lakini ile anaushika tu akaja kushtuka kwamba huu mdoli ulikuwa ukifanya vitu kama binadamu, na alipoweza kuleta nyumbani basi mambo yalianza kubadilika kutoka siku hiyo. Bwana mdogo ilifika hatua akawa anacheza michezo na anabishana kabisa na watu, kitu ambacho kikaa kinamshangaza sana kaka yake na kuona kwamba ni kwa nini mdogo wangu amebadilika namna hii. Lakini bwana mdogo alikuwa anazipata habari vizuri sana za bidada Kangsu. Hasa siku ya leo bana ilikuja kuwa ni siku ya ajabu kweli kweli, kwani bidada Kangsu sasa aliamua kuja na t-shirt moja hivi nyeupe kubwa iliyoandikwa Yesu nisaidie, Jesus save me. Huenda bidada Kangsu atakuwa ameshaokoka. Okay bana, baada ya kufika tu hapa ndani, kwanza ile mizimu ikakimbia na haikueleweka sababu ni kwa nini mizimu hii imeweza kukimbia. Lakini bwana mdogo akasema kuwa nataka tukamtafute mama yetu. Bidada Kangsu alikuja kugundua kwamba dogo alikuwa ni wabaridi sana, akaomba atoke nje kwenda kufuata dawa. Lakini wakati huo huo ile mizimu ikawa imerejea, dogo akiwa ameweza kufikishwa hospitalini, ikawa inasema kuwa mama yako yuko busy sana kufanya kazi, hawajali, hawapendi. Vipi kama mkiungana na sisi na mkaendelea kuishi kama sisi ambavyo tunaishi? Lakini ile time katika dakika za kuhesabu, mama mtu akawa amekuja na yule kaka mtu moja kwa moja walifika na kuweza kumbeba huyu mtoto. Kitu hichi bana kilisababisha huyu mdoli uweze kukasirika sana, na wakati wanaondoka ile mizimu mitatu ilionekana kutokufurahishwa kabisa. Na hawa watoto mizimu walikuwa wanasema kwamba hatuwezi tukawa tunamtumia mtu ambaye anapendwa na wazazi wake. Sisi tunataka watoto ambao wazazi wao ni kama wamewatelekeza. Na bidada Kangsu baada ya wale watoto kuweza kuondoka akawa anarejea tena ndani kuja kuangalia shida ilikopo ni nini, akiwa na t-shirt yake kubwa iliyoandikwa Yesu nisaidie. Akafikia hii mizimu na kuiuliza, nyie mlikuwa mnataka kuwazuru wale watoto? Lakini mizimu ikaogopa na kukimbia. Lakini awamu hii bidada hakutaka kabisa kuiacha hii mizimu iende zake, akaendelea kuifukuzia mpaka ilipoweza kuingia katika chumba fulani cha siri. Na alipoweza kufika katika kichumba akaja kugundua kwamba kuna mdoli ulikuwa umeachwa katika kitanda. Bidada baada ya kugundua kwamba hii mizimu ilikuwa ikiutumia sana huu mdoli, akawa ameuchukua na moja kwa moja akaupeleka katika ofisi ya Mwamba Jangwang na akaanza kumweleza kuwa, na Mwamba akawa anauliza huu mdoli umeuleta hapa ndani wa nini? Lakini bidada akasema kwamba huu mdoli bana una mizimu ndani yake ambayo ni hatari sana, lakini nimeamua nilete ofisini kwako kwa sababu wewe huwezi kupatwa na hatari yoyote. Aha, kwa hiyo wewe unataka mimi nipate hatari, yani mimi ndio nipate katika matatizo hayo ya mizimu, si ndio? Bidada akawa anacheka na kusema kuwa wewe si ndio ulisemaga kwamba uogopi mizimu, uogopi chochote kuhusiana na mizimu? Mwamba akasema hayo ya zamani bana, hayo alishapita, lakini sasa wewe umesahau kwamba jana mimi niliponea chupu kuweza kupigwa risasi. Naamini sasa hivi habari za mizimu, lakini sijai kukuuliza kutokea jana kwamba unaendelea vizuri au vibaya. Unaendeleaje akili? Bidada akajibu naendelea vizuri zaidi ya jana. Mwamba akawa amefurahi kusikia
hivyo, lakini bidada akamwambia kwamba inaonekana wewe kumbe bana unaogopaga sana mizimu, ila ulikuwa unanizuga. Mwamba akasema hapana bana, mimi siogopagi mizimu kabisa. Okay sawa, lakini kuanzia jana ndio umeanza kuogopa Sasa nisikilize vizuri. Kuna hivi vidonge ambavyo nakupatia. Pindi utakapokuwa una hofu kubwa kuhusiana na mizimu, basi unatakiwa kuvinywa. Umenielewa vizuri? Jamaa akasema sawa, nimeweza kukuelewa. Lakini mbadala huu mdoli kuniletea mimi katika ofisi yangu, kwa nini usimpelekewe jamaa unempendaga anayefahamika kama Kang'u? Kwa sababu yule kwanza ni kiongozi wa ulinzi, alafu unampendaga sana na ni mtu ambaye unamwamini. Kwa nini usimpelekee yule? Lakini bidada Kang'u akasema kwamba yule mwamba Kang'u bwana ni muoga wa mizimu, si mchezo. Jamaa ni muoga mpaka anatisha. Lakini mshikaji alikataa kabisa kutunza ule mdoli, akasema kwamba hahitaji kuwa na mdoli wowote hapa katika ofisi, na akamrudishia bidada vidonge vyake. Bidada Kang'u hakuwa na namna yoyote isipokuwa kumchukua yule mdoli na moja kwa moja akawa anaelekea nyumbani naye. Lakini hata kabla hajarudi nyumbani, kwanza akapitia katika ofisi yake, kisha akaukunja ule mdoli na kuanza kufokea. Kwa nini ulikuwa unawatesa wale watoto? Lakini wakati huo mwamba Kang'u alikuwa akiingia hapo akiwa amebeba vikombe vya kahawa. Akaanza kumwambia bidada, ni kitu gani ambacho unakifanya? Afu mwamba Kang'u akaongezea kwa kumwambia bidada kwamba si mara ya kwanza kukuona ukiwa unaongea peke yako, ni mara nyingi tu unafanya hivyo. Siku ya leo mpaka unakunja mdoli, una shida gani wewe? Lakini jamaa akaongezea kwamba kama utakuwa na tatizo lolote la kiakili ni vyema ukapata msaada wa kimatibabu. Ila akawa anatabasamu na kusema kwamba hata mimi nilipokuwa nikisoma shule nimewahi kuwa na rafiki ambaye anafanania kama wewe. Hata yeye pia alikuwa akiongea peke yake huko anaangalia angani. Alikuwa ananishangaza sana ujue. Basi bidada Kang'u akawa anamwambia kwamba vipi huyo mtu sasa hivi yuko Milembe? Akasema hapana, sasa hivi utakao uamini anafanyia kitengo cha NASA, kitengo kikubwa sana cha utafiti wa mambo ya anga kule Marekani. Bidada Kang'u alijisikia vizuri sana baada ya kugundua kwamba jamaa hakuwa na mjaji kama vile kichaa, bali alikuwa anamhesabu kama vile mtu ambaye atakuwa na uwezo mkubwa sana. Akaanza kutabasamu. Siku ya leo mwamba Kang'u katika ofisi yake, yule sekretari wake wa karibu zaidi alikuwa ameweza kusafiri. Kwa hiyo bidada akabadili katika ile nafasi ya sekretari, lakini alipoingia katika ofisi ya mwamba alikuwa akishangaa sana namna ambavyo mwamba amejijengea vizuri. Lakini kando kidogo katika eneo la dirisha, kwa sababu ofisi ya mwamba ilikuwa juu kidogo, bidada akawa anatamani kutumia ile telescope kuweza kutazama nje. Lakini namna ambavyo bidada alikuwa akipewa attention care ile kubwa sana wakati wa kuendelea kuitumia hii telescope, akajikuta kila anapomtazama mwamba mapigo yake ya moyo yanaongezeka tu. Alafu bidada akapa tu akawa amejisogeza pembeni na kusema kwamba kuna kitu kilikuwa kinaendelea kutokea. Bidada akawa anaulizwa, hivi ni kitu gani hicho ambacho kilikuwa kinaendelea kutokea? Bidada akawa anasema kwamba ni kama nilikuwa nimeona. Vipi, ulikuwa umeona mizimu? Hapana, yani ni kama vile nilikuwa nimeona kitu kama mizimu lakini sio. Okay, sawa bana. Wakawa wametoka katika lile eneo. Lakini huku katika mitaa kuna mtoto mmoja hivi wa kiume alikuwa akimwambia mamake kwamba mama, nimepoteza begi yangu. Mamake akamwambia, mpumbavu wewe, umpoteza begi afu unaniambia mimi rudi kalitafute kwa sababu wewe ndio umeweza kupoteza. Hasa ni kweli kabisa, bwana mdogo akawa amerudi kwenda kulitafuta begi lake. Alihangaika sana, lakini mwisho wa siku alikuja kuinama sehemu fulani hivi na kugundua kwamba kuna mzimu hapa chini. Huu mzimu ukawa anamuita na kumwambia kuwa njoo huku mara moja. Lakini kale kamzimu katoto kakamuongoza huyu bwana mdogo moja kwa moja mpaka katika chumba cha asili ambacho bidada Kang'u alikuwa ameuhifadhi ule mdoli. Akamwambia kuwa nimchukue huyu mdoli kisha atakuwa rafiki yako wa karibu. Hata sisi ni watoto ambao wazazi wetu hawatupendi, kwa hiyo tunatakiwa tujitafutie maisha ya kwetu wenyewe ambayo tutakwenda kuyafurahia. Na mwana mdogo kuyasikia hayo maneno ya kujali namna ile, basi akauchukua ule mdoli na kuanza kuondoka nao. Lakini wakati huo bidada naye alikuwa katika mitaa, akashtuka kwamba mbona huyu mtoto ni kama mbeba mdoli unaofanania sana na ule mdoli wa mzimu ambao mimi ninao. Bidada akaendelea kumfuatilia huyu mwanamama na mtoto wake, lakini kimbembe ilikuwa ni kwamba alikuwa hawezi kabisa kumfikia kwa sababu mwanamama alikuwa akitembea haraka. Alikuwa na hasira na kumwambia mtoto wake kwamba kwa sababu huwezi kutunza vitu vyako, leo ndakuonesha show huko nyumbani. Bidada baada ya kuhangaika sana kuitafuta hii familia akawa amekosa kabisa kuweza kuwapata. Ikabidi kwenda kutraki katika CCTV kamera na akaweza kupata mawasiliano ya huyu mwanamama. Akamwambia kwamba mwanao amebeba mdoli wa hatari zaidi na kama akiendelea kwa nao itakuwa ni hatari kwake. Lakini mwanamama akasema kwamba hajafanikiwa kuona mdoli wowote ule kutoka alipoweza kufika na mtoto wake hapa nyumbani. Kama ilivyo kawaida ya bidada akamwambia mwamba, naomba tuambatane tuelekee katika nyumba ya bwana mdogo tukamsaidie. Jamaa akasema hivyo ni mpuuzi nini? Yaani sisi tutakuwa tunafanya kazi hiyo hiyo tu ya kutafuta mizimu kila siku. Hatupotezi muda wetu katika mambo ya maana eti. Na kumbe bana huko nyumbani mwanamama alifika akiwa na hasira kweli, akachukua mwamvuli na moja kwa moja anaelekea katika chumba cha huyo mwanae akiwa na hasira sana, yani kana kwamba huko atakwenda kuwasha moto bana. Na dogo ile kumuona mama yake tu akaanza kutetemeka. Kumbe anaijua vizuri tabia mama yake kwamba si mtu wa mchezo. Akaanza kumshambulia pale. Piga sana bwana mdogo analia tu na ule mdoli ukiwa kando yake. Lakini huku upande wa pili bidada Kang'u alikuwa anaendelea bado na tafiti zake kutaka kujua yule bwana mdogo ni nani, lakini alikuja kulikuta lile begi ambao bwana mdogo alikuwa amelipoteza katika haya maeneo ya Mo. Akaanza kukagua na hapa aligundua kuna picha za kushangaza kidogo. Bwana mdogo alikuwa amechora picha za watu wakiwa wanalia. Ilikuwa inaashiria kwamba bwana mdogo alikuwa anaishi katika maisha ya mateso sana. Hii kitu ilimsababisha bidada apate huzuni na akaapa kwamba atatafuta sehemu ambapo bwana mdogo anaishi. Bidada akiwa amefika katika nyumba ya huyo mwanamama, akawa amevizia huyo mwanamama kati anatoka yeye akawa ameingia ndani. Kisha akauchukua ule mdoli na kuuliza, "Nyie mizimu mitatu, niambieni huyo mtoto yuko wapi?" Na ile mizimu mitatu ya wale watoto ikawa imenyoshia katika mlango mmoja ambao ulikuwa umeweza kufungwa vizuri. Hasa mwamba Kang'u huko ofisini akawa anatimba katika ofisi ya bidada. Anakuja kugundua kwamba bidada hayupo.
lakini hapa katika meza yake kuna kibegi cha mtoto mdogo. Alipofungua akagundua kuwa kulikuwa na vitabu vyenye michoro ya huzuni, michoro ambayo inaashiria kwamba mchoraji alikuwa anawasilisha huzuni alionayo ndani ya moyo. Mwamba akagundua kwamba mama yake na huyu mtoto anaonekana ni mtu ambaye alikuwa anamshambulia sana mtoto wake. Akaanza kuwa na hofu kwamba bidada Gangsu vipi kama atakuwa ameelekea katika hiyo familia ya mama katili namna hiyo. Lakini huku upande wa pili bidada Kangoo alikuwa anaendelea kutembea kuingia katika chumba cha huyo mtoto. Kwa bahati mbaya sana akaweza kumkuta akiwa katika kabati katika hali unconscious. Akambeba mtoto yule na akaanza kumtoa hapa ndani, lakini anamtoa tu, ghafla yule mwanamama akawa ameweza kufika. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujiri? Tukutane katika episode ya 9 ya recap yetu.